Jana nilisema kwamba mapambano bado yanaendelea. Nilisema vile. Na ni wazi na ni kweli kwamba vita katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado vinaendelea. Nilisema tena kwamba saizi vimechukua taswira nyingine. Wasikilizaji wa Red Pro Media, habari zenu kwanza. Kabla ya yote, ni matumaini yangu kwamba mpo salama salimini. Na kwa wale ambao wanazurika kiafya katika namna moja au nyingine, niseme pole, lakini tunawaombea, au niseme moja kwa moja kwamba nawaombea kwa Yehova Mungu aliye mbinguni awasaidie hivi kwamba muwe salama, muwe na nguvu, muwe wenye afya, na ikiwezekana murudi kwenye majukumu yenu ya kawaida kwa ajili ya aiza kusaidia ndugu zenu, watoto wenu, marafiki zenu, yani maisha yako ya kawaida ambao ulizoea mazuri, ambayo yanakufanya ujione kwamba ni mtu. Tafadhali Mungu akusaidie hivi kwamba urudi kuwa salama. Tunarudi sasa kwenye pointi ambayo tunataka kuzungumzia siku ya leo. Baada ya video ya jana ambayo nilizungumzia, au baada ya tukio la jana ambalo kila mtu aliliona kwenye mitandao tofauti tofauti, la Marekani kuikalisha Rwanda pamoja na Kongo kwa ajili ya kusaini karatasi, kusaini makubaliano ya kusitisha vita mara moja na kuondoa wanajeshi wote wa kigeni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bila masharti. Tunapozungumzia wanajeshi wote wa kigeni, tunajua upande wa serikali ya Kongo ina wanajeshi wengi wa kigeni ambao waliingia. Tunazungumzia pia Burundi na kadhalika. Nilikuja kushangaa kwamba kusikia kwamba bana ile mkataba ni ya kuwaondoa upande zote mbili, kwamba upande wa Rwanda anatakiwa aondoe wanajeshi wake wote wa kigeni. Yeye ni mgeni katika Rwanda, katika Kongo, anatakiwa atoke, na wote walio nyuma ya Rwanda wanatakiwa atoke. Na upande wa serikali ya Kongo anatakiwa pia aondoe wanajeshi wa kigeni. Aliingiza Burundi, aliingiza SADC wako pale, wanatakiwa wote watoke. Hiyo mkataba inagusa wote, kwamba Kongo inatakiwa ibaki Kongo kama yenyewe Kongo. Nilitamani kujua pia kwamba MONUSCO nao pia watatoka ama hapana, kwa maana ni wanajeshi nao pia wa kigeni. Ilikuwa ni swali ambalo nilitamani kujua baada ya kusikia kwamba bana huu mkataba unagusa hata jeshi pia la Burundi. Ningetamani kweli kujua sana hili swala, endapo MONUSCO nao pia wanaguswa na hili swala, kwa maana MONUSCO wamekuwa wakilalamikiwa sana katika namna moja nyingine kwamba wamekuwa wakichochea au wamekuwa ni sababu kubwa sana ya matatizo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunasubiria ili tuone kwamba mkataba nao pia utakuwa unawagusa ama hapana. Lakini vile vile pia baadhi ya watu wamezungumza kwamba vita bado vinaendelea, kwa hiyo hakuna hata kilichobadilika. Hiyo ni danganya toto. Inawezekana kwa uelewa wangu mimi na wewe tukaona kwamba ni danganya toto, lakini historia haibadiliki. Historia inapokuwa imetokea inabaki kuwa ni historia, na wakati mwingine historia inajirudia. Inawezekana ikajirudia katika njia moja au nyingine. Kujirudia katika maana gani? Ndio kwa maana leo nimetaka nikugusie kidogo tu, sio sana, maana mimi si mtaalamu wa mambo. Kuna wataalamu wengi sana ambao wananisikiliza, na ndio maana natakiwa niwe makini sana hivi kwamba nisiwe nakosea. Wakati mwingine mnajua mnanivumilia kwa mapungufu yangu ya kusema bana huyu bado ni mtoto, bado anajitafuta kutaka kwa ajili ya kuhamasisha, lakini akiendelea atakuwa sawa. Najua ndio mnanivumilia katika namna hiyo, lakini endapo nitaendelea kukosea tena na tena hata baada ya mwaka moja, nafikiri wale ambao wana elimu nyingi zaidi yangu watakuwa kama tumesha kuvumilia sana, kwa nini upendi kubadilika? Ndio kwa maana nakubali kwamba hili ninaloenda kuzungumza hapa kuna wataalamu kweli ambao wanalijua kiundani zaidi, na I wish ningetamani kwamba ningewapata kabisa hivi kwamba waje kabisa wao wenyewe waeleze kile ninachotaka kusema. Egypt na Israel, Misri pamoja na Israeli waliwahi kuwa kwenye mgogoro mzito sana. Walikuwa wanapigana wale washikaji kiasi kwamba walikuwa lengo la mmoja baada ya mwingine lilikuwa ni kumaliza taifa nzima. Aswaswa Misri walikuwa wanataka wamalize taifa nzima la Israeli.
na walikuwa wamejipanga kwenye mikakati ya kuhakikisha kwamba ninyi mnatakiwa mtoke kwenye ramani. Tunazungumzia mwaka gani? Ambayo ilikuwa kwenye miaka 1948. Vita vilikuwa vikali sana, kiasi kwamba Marekani ilijitahidi iwezekanavyo kuingia kwenye kuangalia jinsi ya kusuluhisha, lakini vitu bado vilikuwa kama vile vijakaa vizuri mpaka ilipofika 1979 mwezi wa 3 tarehe 26. Mwezi wa 3 tarehe 26 mwaka gani? 1979, au niseme Mars, le 26 Mars 1979, au niseme 79. Ndo vita vilitokomezwa katika namna gani? Aliitwa rais wa Egypt ambaye alikuwa anaitwa Anwar Sadat pamoja na waziri mkuu wa Israel ambaye alikuwa anaitwa Menachem Begin, something like that. Inawezekana nikakosea jina, mnivumilie kwa mapungufu yangu. Na rais wa kipindi kile alikuwa anaitwa Jimmy Carter. Jimmy Carter au Jimmy Carter. Yes, Jimmy Carter, labda niliseme vile. Rais wa Marekani aliwaweka chini, wakasainiana mikataba kwamba bana, saizi tunasainiana mikataba kwamba bana, ninyi watu wawili hamtapiganaka tena. Yani kwamba ninyi watu wawili, Israeli pamoja na Misri, hamtopiganaga tena, muache bangi zenu, mweke kila bangi yake mfukoni. Mkataba huo haukulenga kwamba eti bana ndio sasa hivi kupitia hapa mtaanza kupendana, mfurahiane nini. Ilikuwa ni mkataba ambao ilisema bana, kuanzia leo hii hamtopigana tena, tusaini na mruhusiane mameli za Israeli zote zinapita hapa kwenye nini yale maji ya Misri pale, anaitwaje yale, nimeyasahau. Mer Rouge, right? Kitu kama hicho. Kama yatakuwa napita pale na msumne yasumbua nini. Wakasainiana. Kuanzia kipindi kile mwaka 1979 mpaka leo hii wale washikaji hawajai kupigana tena. Je, wanapendana kivile? No really. Na ndio kwa maana pia ukisikiliza kwenye historia wanasema kwamba eti bana, mpaka leo wagae wanasemaga kwamba eti ni amani baridi. Ni amani baridi kwa sababu ilifika tu muda wakasema bana, okay, baki kivyako na sisi pia tubaki kivyetu. Mahusiano ya mapendo ya nini ya kufurahiana yatakuja baadaye, yanakujaga yanapotea, lakini ule mzozo wa kusema kwamba eti bana tena tupigane kwa maana ilifika muda Israeli ilikuwa imeshachukua maeneo mengi sana Misri. Kwa wale ambao wanajua historia wanajua kwamba ilikuwa imeshachukua maeneo makubwa sana. Lakini kilichotokea ni nini? Baada ya hapo iliachia maeneo, wakawa wameondoka. Na sio process ambayo ilifanyika kwamba bana dakika 2-3. No. Walipeana muda, kwa maana kwenye huu muda tutakuwa nini? Na kuna kipindi hajapata ule muda tena, ilibidi uongezwe kidogo. Wale walivumiliana, lakini ilifika muda Israeli kweli ilitoa wanajeshi wake wote kwamba toka. Sijui mnanielewa hapa jamani, Kwa hiyo naelewa wazi kwamba bado M23 inashika Bukavu, inashika Goma, na inataka ishike pia Uvira. Kwa maana nimeangalia pia ripoti ambayo nimeipata sasa hivi tu kwamba maeneo ya Kaziba, kwamba kule Luhinja, kwamba bana M23
wanatuma vikosi vyao, saizi wanapeleka, wanapanda kwa juu kabisa. Yani hawapiti tena barabarani, nao pia wanaanza kupita milimani kule. Wanapita kwamba bana wanaenda kwa ajili ya kwenda kupambana kule, wanaenda kupambana na wazalendo. Kwa hiyo maeneo ya Kaziba nimeambiwa kitu kama hicho. Na ikumbukwe kweli kwamba M23 bado wanaendelea mipango yao ya kuhakikisha kwamba wanaendelea kufanya kile wanachokifanya. Hii inaleta sura gani? Inaleta sura ya kwamba kwenye diplomasia huku kuna pressure ambayo wameshakuwa nayo, na kama pressure wameshakuwa nayo, automatically pamoja na mapigano ni lazima tufikie kwenye diplomasia, kwamba diplomasia inatuambia namna gani. Okay, tufanye hivi. Wamesha sainiana kwamba bana mnatakiwa mtoke, si ndivyo? Na pia ikumbukwe kwamba kuna agizo ambalo lilipelekwa kwamba M23 wanatakiwa waweke silaha chini. Ndio agizo ambalo limepelekwa la Marekani. Sasa basi, kama wao wanajiona bado kwamba bana no, bado tunatakiwa tuendelea mipango yetu. Mipango ni kwamba ifike muda tuikae kwenye meza. Hata kama wakichukua bana, wanachukua Uvira, wanachukua nani, bado sasa itafika kwamba watu waanze kujiunganisha na kimataifa. Tuanze kujiunganisha na mataifa inasema nini. Kwenye mataifa naona kwamba no, sisi tuna makaratasi yenu hapa bana kwamba tumeshakubaliana na kila kitu. Kama ninyi hata msingetakiwa kuwepo pale, so mnaendelea kutumia nguvu bure. Na kama mnatumia nguvu bure, mnachokipata ni nini? Ndicho tunachozungumza hapa. Ndicho tunachozungumza. Mnatakiwa muelewe nguvu ya hayo makaratasi ambayo yamesainishwa pale. Nguvu ya makaratasi ni kwamba nimeanza kuwapeteni mfano kwa kuwaonesha kilichoendelea. Si kwamba Israeli na Misri walikuwa na iliwafanya kwamba wawe na mapenzi, wao na upendo mpaka leo hii. No, wana ile hali tu ya chuki, lakini wanajikuta kwamba bana sheria imeshawabana kwamba bana hawataki kupigana tena. Na ndicho tunachozungumzia sasa hizi. Rwanda anaelewa hilo swala vizuri sana kwamba bana mkataba huu unamzuia moja kwa moja kwamba hataki tena kuendelea na kila anachoendelea. Haijalishi kwamba bana ana sababu zake ambazo amekuwa akizungumza. Mara sijui akina wale wakina kama ndo Nderahamwe, kama wakina nani, wherever anavukuwa na watamka mwenyewe. Ameshaambiwa kwamba bana hutakiwi kuingia Kongo. Hutakiwi kupigana na Kongo na unatakiwa utoke haraka iwezekanavyo. Na ndio maana niliwaambieni jana kwamba sina uhakika kwamba M23 bado wanaweza kaendelea kuwa na nguvu wasipokuwa na msaada wa nje. Sasa basi, wengine pia wamekuwa wakizungumza kwamba okay, ili swala la Marekani ndanganya toto kwa sababu yeye ndo amekuwa akisapoti wale wanani wa M23 na serikali ya Rwanda. Kwa hiyo ni danganya toto kwamba anapita kwamba maana okay anawasainisha huko na bado tena huko na nani. Well, sikatai. Hakuna sijua kwamba wana Marekani naye pia alikuwa na supporti walikuwa wamesupporti Rwanda katika ile swala ambalo alikuwa anafanya. Lakini pia hakuna asiyejua kwamba ni huyo Marekani ndo amegeuka sasa hizi anamwambia na okay stop. Nataka sasa nipite njia nyingine. Hiyo ndo nguvu ya Marekani. Hakuna mwenye kumpinga, na ukimpinga unapigwa. Mtu akiwa na nguvu bwana anakuzidi tu right away. Ndo Marekani alivyo vile. As long as maslahi yake yanaendelea kudumishwa, ndo kitu anachokitaka. Na saizi maslahi yake hayaelekei upande wa Rwanda. Maslahi yake anataka yapate moja kwa moja wa kushirikiana na Wakongomani. Iko very very simple. Unatakiwa uelewe nje ya Marekani hivi kwamba ujue jinsi ya kudili nayo. Oh yeah, before maslahi yake alikuwa anaipata kupitia njia ya Rwanda. Sawa. Na saizi anamwambia okay, yes, inatosha. Kwa maana tena haya maslahi huku naona kwamba faida yake ni ndogo. Nikipita moja kwa moja wa kuongea na Wakongomani nafikiri nitapata kubwa zaidi kuliko jinsi ninavyopata kutoka kwako. Kwa hiyo stop. Yes. Na right away anatakiwa stop.
Kwa maana akiendelea kungangania hata baba nasimisha kwamba lakini achana na hiyo bangi. Nimeshasema saa hizi nipo huku upande mwingine. Acha, ndio nilikuwa nakuunga mkono hivyo lakini toka sasa. Ndio jinsi alivyo. Ndio jinsi Marekani ilivyo vile. Kwa hiyo tunaelewa kweli kwamba unaona okay, mwenye nguvu kubwa zaidi ni Marekani, amekuwa akituumiza sana katika ya mambo. Lakini hatuna kauli yote ile ya kusema kwa muda huu. Ya kusema kwamba eti sijui nini. No. Tumaini pekee ni kumwomba Mungu tu kwamba atujalie tuwe na maisha mazuri ya amani. Amani ndani ya nchi ya Kongo ni kitu ambacho tunakihitaji zaidi, hata zaidi ya kitu chochote kile. Mimi upande wangu, maoni yangu, mimi kama mimi, sisemi hata mimi kama eti bana mimi kama vile Red Pro Media, no, kwa sababu mimi pia ni mimi. Hata leo naweza nikaafya na bado Red Pro Media ikaendelea. So mimi kama mimi Lobaecha, Kabutindi, Mr. Reka, nipo tayari Marekani ichukue mali yote, ile madini sijui mazahabu, diamond, vyote ichukue. Lakini tuache tu tuwe na amani. Kwa maana tukiwa na amani, kitu pekee ambacho tutamuomba tu atujengee mabarabara. Ajenge mabarabara waunganishe nchi nzima. Baada ya pale achukue vyote anavyovitaka. Sisi tutaishi. Tukiwa na amani tutajenga. Tukiwa na amani tutafanya maendeleo katika hiyo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hakuna kitu ambacho kinaniumiza mimi kama mimi hapa. Kuona sisi ambao tupo Marekani hatufikiriagi hata kidogo kwenda kufanya maendeleo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kila tukifikiria kwenda kufanya maendeleo Afrika, utajikuta watu wanaenda Burundi, Tanzania, Uganda, Kenya, Rwanda. Why wanaenda huko? Eti tu kwa sababu kuna amani. Okay, Burundi ina nini? Burundi ina madini. Burundi ina madini. Lakini kwa nini watu wanaenda kujenga manyumba Burundi? Kwa sababu tu wanaona kwamba kuna kale kaamani kadogo ambao kamepatikana pale. Hawataki kujali kwamba bana Warundi hata saizi wanateseka na maumivu ya kukosa gas. Saizi Burundi mambo magumu sana. Hadi nimesikia mawaziri wa Burundi wanaanza kutafuta jinsi ya kununua mabaskeli waanze kwenda kazini kwa sababu ya kukosa gas. Vitu vya ajabu sana. Lakini achana na hayo yote. As long as kuna kaamani tu pale. Watu wametoka hapa wanaenda kuinvest, wananunua mawanja Burundi, I'm telling you. Tena anainunua vile ni Mkongomani kweli. Anaenda ananunua pale Burundi. Yaani kuna wengine wananunua wapi? Panaitwaje? Gatumba. Na Uvira, unaona Uvira ile pale, Gatumba hii hapa. Uvira ile pale, Gatumba hii hapa. Lakini anaenda kununua, at least anunue Gatumba. Na kata anaiona Kongo ile pale. Ule ni Mkongomani, anaiona Kongo ile pale, na inawezekana anajua pale ndogo nilikuwa naishi pale Uvira, ile pale unapaona pale kwenye kale kamlima, ndio nilikuwa naishi pale. Yupo tayari ajenge pale Gatumba. Lakini ile mtu tu Rusizi pale nini avuke nini aende upande mpile apendi. Why? Kwa sababu ya kale kaamani tu kaamani kinye kametangazwa Burundi. Usumbura. Mnakumbuka Usumbura? Mbavu moja. Mbavu ndogo. Kale kaamani tu kako pale tu kale ka Usumbura pale Bujumbura. Basi wanaona kwamba waende kujenga pale. Tanzania usiseme. Watu mpaka wanakubali masharti ya kusema kwamba eti bana wewe chini ya Mtanzania. Yaani ajali kwamba bana hawa jamaa hawataki mambo ya wageni, kwa hiyo mimi bwana ngoja nijiweke chini ya nani ya Mtanzania nijenge nyumba. Yaani ule Mtanzania akikusaliti leo wewe unakoma na vitu vyako, lakini ajali hayo yote ilimradi tu anavyoona kwamba bana hapa kwa amani nikifanya biashara yangu nitaishi vizuri. The same thing in Uganda, the same thing in Rwanda. Rwanda vitu viko expensive sana, I'm telling you. Vipo expensive sana kuliko hata kila kitu.
Lakini watu wanachoka hapa, wanaenda wanajenga apartment, wanajenga nini? Why? Just kwa sababu I'm telling you kuna kale kamani ambao kametangazwa kule wanafata madini? No. Iwe Burundi, iwe Tanzania, iwe Kenya, iwe Uganda, hawafati madini. Iwe Rwanda, hawafati madini. Wanaenda tu kwa sababu nini? Wanajua bana, hapa nikijenga kanyumba kangu nitatulia. So, mpaka lini tutaendelea kumdanganya Mkongomani aone kwamba madini ndio kitu ambacho ni kikubwa sana cha yeye kufia kila siku? Madini ndio kitu ambacho yani unatakiwa kukufia. Madini yenyewe ambao kuna kipindi unasikia stories zingine zinashangaza kwamba eti bwana unauzo kaende kwenye hayo madini ukakutana na manyoka ya ajabu ikakwambia bana okay, hautaki uchukue kitu hapo. Ushafanya tambiko, sijui ushafanya nani, ushafanya nini. Vinasemwa. Kwa hiyo basi, shida kubwa sisi ya Wakongomani. Hiyo tena nimesema huu ni mtazamo wangu mimi, msinihukumu mimi jamani. Mtazamo wangu mimi, kama Marekani itakuja ichukue vyote, kwa maana kwanza hata ikichukua vyote ndio tutakuwa tena na amani kabisa. Kwa maana nchi ambazo hazina kitu, Marekani inaangaliaga tu kwa wewe una nini? Mdomo lakini naangalia hauna kitu. Chana na wewe. That's what we want. Maybe achukue vyote anavyoweza kuvichukua. Marekani ana nguvu na hatuna nguvu ya kupigana naye. Marekani hauna nguvu ya kupambana na Marekani. Unaposikia wana ni powerful country, grand puissant, so hauna nguvu ya kupambana naye. Na kama una nguvu ya kupambana naye, anaweza kuchukua kwa njia yote anayotaka. Hata hii njia ikishindikana, atatafuta njia nyingine. Anaweza kutumia Tanzania, anaweza kutumia Uganda, of course, anaweza kutumia Kenya, anaweza kutumia Burundi. Hiyo Burundi ambao saizi eti bana wanasaidiana na sisi kwa ajili ya kupigana na M23. Wale tena Marekani anaweza kaenda akawatumia kwa wana ukisikiliza. At this point nataka nitumie kupitia ninyi niwe napata ninachokitaka. Na I'm telling you, Warundi watafanya vile au Burundi itafanya vile. Na hata mimi hapa ninavyoongea, anaweza kaja kwa bwana okay, ni time sasa ya kukutumia wewe hivi kwamba ufanye kile ambacho nataka. Nani kimpinga? Nisimpinge, bado atatimiza njia zake tu. Kwa mwisho siku na mimi nitakubali. Nitawasaliti Wakongomani wote. Nitasaliti. Ili mradi tu nimpatie bosi anachokitaka. Na ndio maana wakati fulani pia nikiangalia Kagame waga simlaumiaga sana kivile. Napunguzaka kidogo maneno nikifikiria, nikienda na mtazamo nampunguzia kidogo maneno. Kwa sababu of course hata Kagame asingekubali kwamba bana mimi sitafanya hivyo, bado angeenda kwa mwingine na bado angetimiza tu kile anachokitaka. Na bado na mwisho siku unabakia na ujinga kama Fayulu. Yule mjinga ambaye alipewaga deal kwa wanawake, umeshinda, unaenda kwenye utawala, lakini ukubali kwanza hiki na hiki na hiki. Mjinga akakataa, kuliko kwanza achukue power. Mjinga kabisa yule Fayulu yule. Ndio kile ambacho nawaambia ni sasa unapokudili na huyu mtu wa namna hii mwenye nguvu, ni lako wewe kuangalia nijishushe namna gani ili kwamba nipate, nimwimbie maneno mazuri hivi kwamba mkate alionayo mdomoni acheke, akicheka itadondoka, kidondoka mimi nakula. Mnakumbuka le corbeau et le renard? Le corbeau et le renard. Watu wenye nguvu zenu mlosoma bana, mnajua hizo story hizo. Kwa hiyo bana, ninapozungumzia hili swala nataka niwakumbusheni Wakongomani kwamba hii ni njia nzuri. Haya makaratasi ambayo umesainiwa ni makaratasi mazuri sana. Pamoja na kwamba M23 bado wanaendelea na moto wao, lakini huko mbele huko wataenda kukutana na vipingamizi vikubwa sana. Kwa sababu tayari kuna makaratasi ambayo yameshasainiwa. Lakini kwa wale ambao wameendelea kupoteza imani na Marekani, nataka niwakumbusheni kwamba maana Marekani anaweza kufanya chochote kile anachokitaka. Kwa sababu yeye ni nchi yenye nguvu. Na kama ni nchi yenye nguvu, okay? Hata tunapoendelea kuhamasishana kwamba bana tusiwaaminie Marekani, inasaidia nini?
hapa ni kitu pekee ambacho tunatakiwa kukiomba ni kwamba baba Marekani anayekuzidi nguvu, wabembe mlisemaga kwa wana anayekuzidi nguvu ni mmewa nani? Mmeshajua. Sasa baba Marekani, tunakuomba please, tujengee barabara. Ukituonea huruma sana, tuweke na umeme. Lakini kama ukifia kutupenda, tujengee mahospitali baba. Na kama utaona kweli kwa wana tuna akili kidogo tunaweza kufanya maendeleo, basi tujenge shule baba. Tuweke shule kila sehemu baba, tusome baba. Baba Marekani, tusaidie baba. Tunakulilia baba. Tuko chini ya miguu yako. Tunaomba utujengee. Tujenge barabara ikikupendeza. Tuunganishe kalika inchi. Na utakuwa naitumia baba. So unataka na wewe uko unazunguka Mkongo nzima. Jenga tu baba. Hayo ndo maoni ambayo wakongomani tunataka tuwe nayo saizi. Yaani huo ndo mtazamo ambao tunataka tuwe nao saizi. Hatutaki tena kuwa na mtazamo wa ajabu wa kutaka kuleta confusion kwenye vitu. Alafu sasa la kumalizia kabisa katika haya mambo. Storia ya mwisho na namaliza. Maana yake najua nimeshaongea sana. Na mnisamee sana, mnivumilie tafadhali. Qatar. Watu saizi wanapenda kwenda Dubai. Lakini unajua kama Dubai imejengwa na Marekani? Unajua kama Dubai imejengwa na Marekani? Na unajua kama yule mfalme aliyepo saizi aliwahi kumuua babake kwa sababu tu ya kufanya maendeleo anayotaka kufanya pale? Historia nasema hivi, inawezekana wewe unaijua kunizidi mimi, tena nasema utanisamea endapo nitakuwa nimeikosea, lakini kile nilichokielewa baada ya kusikia ni kwamba yule mfalme saizi yule aliwahi kumuua babake. Babake alikuwa na misimamo mikali sana ya kutokutaka kushirikiana na Marekani. Lakini yule baba alichokikosea ni kwamba akamtuma mtoto Marekani kuja kusoma. Alivyokuja kusoma huyo mtoto huko Marekani, Wamarekani wakamfuata akamwambia, bana sikiliza, sisi tunataka tuwafanyie maendeleo katika nchi yenu, lakini ona hili na hili ambao baba yako hapendi kusikia. Sasa unaonaje? Tumalize kesi, si ndivyo? Mtoto alivyoenda akaenda kumpiga babake risasi. Ndio ninavyosikiaga hizo story hizo. Na leo hii baada ya pale Wamarekani wakaanza kujenga. Baada ya kuanza kujenga, mwisho siku mafanikio ikakuwa nini? Kwa Arabu wote. Nchi yao saizi, go to Dubai. Welcome to Dubai. Come to Dubai. Habibi, come to Dubai. Dubai imenyoka, imekuwa safi, imejengeka. Nani alifanya hivyo? Ni Marekani. So kwa wale ambao wanahisi kwamba Marekani hawezi akafanya maendeleo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, labda wangeenda kujifunza vizuri kutokana na historia ya Waarabu kule. Labda wakaipatia vizuri zaidi ya jinsi. Unajua ukienda kufanya research inawezekana utaelewa hata zaidi ya jinsi mimi nilivyoisikia. Lakini ninachokiamini kutokana na kila kitu ambacho nilikifanyia research ni kwamba Marekani ndio imejenga Waarabuni. Waarabu wako proud of America kwa sababu imejengwa na Wamarekani. Why not us? Kwa nini siwe sisi? Na baada ya kusikia kwamba eti bana Marekani inataka kuvunja maambasi yote mengi sana in Africa, lakini inataka ijenge ambasi kubwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. So mnataka mjenge ambasi kubwa hapa. Why? Kwamba bana tunataka tufanye strategies kwamba bana wake manchi zote ziwe zinaripotia kupitia ambasi ya Kongo. Ninyi inaonekana mmekuja lote kweli. Mnataka kuwekeza bana ndio ambasi hiyo kubwa hapa Kongo. Maybe hii ni njia moja wapo ambayo inaweza kutusaidia tukafikia kwenye malengo. Mwisho siku tukaona maendeleo makubwa ambayo Kongo inahitaji. So kupitia hapa mimi nataka kwanza niweke imani ya kile ambacho kinaendelea kufanyika. Nione kwamba hii hapa inaweza kanipelekee nikafikia kwenye mafanikio ya kujiona kwamba at least
katika maisha yangu na mimi pia. Licha kwa nilizaliwa kwenye vita, mpaka saa hizi naendelea kuona vita tu inaendelea. Labda nitakula matunda ya nchi yangu ya Kongo. Kwa maana mimi ninachokitaka tu ni amani. Hivi kumbe japo ataka kadogo ambako nimekuwa nikikapata hapa nilipo, niweze kupata nguvu ya kwenda kukawekeza katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. I can't imagine Red Pro Media nikawa nimeenda kuiwekeza kuinvest in Congo. Let's say niende kuinvest in Uvira pale. Do you know like nitakuwa nimetengeneza wafanyakazi wangapi pale automatically? Na kupitia ipo ajira itapita napatikana. Lakini ni only kwa sababu amani ipo. Amani inapokuwa ipo, vitu vinafanyika vizuri. Na ndio maana nawasikitikia sana wa Tanzania ambao wanataka kuchezea amani yao. Nasikitika sana, na natamani kwamba bana okay, ninyi jifunzeni haraka, mbona muoni? Msifumbe macho kama vile muoni. Oneni Kongo. Na hiyo sio tu kwa CCM na Chadema pia, nyote oneni. Au niseme sio tu kwa Chadema, oneni na CCM pia oneni. Kwa nini msio mnabadilishana? Actually, msio mnabadilishana. Chadema leo anaingia kwenye utawala, kesho nani CCM naye pia anaingia. Mbona Marekani wanafanya Democrats pamoja na Republic? Mbona wanafanya? Well, sitaki sana kuzungumzia vitu vya Tanzania. Hii sio mada ya Tanzania. Lakini nimalize tu kwa kusema kwamba asanteni sana kwa nyote ambao mmeendelea kutufuatilia. Huu ndio uchambuzi wangu wa siku ya leo ambao nilitaka niwaonesheni kwamba tunatumaini kwamba inawezekana hili swala la Kongo, Marekani anavyoingiza mguu wake, inawezekana likaja kuleta manufaa. Inawezekana. Hatuna uhakika na hilo, licha kuwa tunawekea asilimia nyingi za tumaini. Uhakika hatuna, lakini tumaini tunayo. Sijui mnaelewa Kiswahili changu hapa? Uhakika hatuna, lakini tumaini tunaiwekea asilimia nyingi sana. Mimi kwangu nimeweka asilimia 80 tayari kwamba hili swala litaweza kwenda kufanya kazi. Uhakika asilimia ngapi? 0. Nasubiria lifanye kazi hivi kama ni una uhakika sasa kwamba wow, kweli tumaini langu nililiweka hapa na sasa zimepata uhakika. Of course. Kwa hiyo tuwekeni tumaini na inawezekana tukaungana, wewe na mimi tukaungana kwamba tukakosa kuwa na uhakika, lakini tumaini tuwe nayo kwanza. Hope. Ile usema yule mama yule. Hope. Kwa maana okay, tuna hope kwamba hili swala litaenda kuleta amani. Lakini real news ni kwamba amani inatokana na nini? Uwazi, uaminifu na kwa kulichukulia kwa uzito. Ndivyo vitu vitatu alivyovisema huyu mama. Na ndio maana nimesema na mimi pia kwamba kupitia hilo swala naweka tumaini asilimia 80 tayari kwamba hii ni njia mojawapo ya mafanikio. Uhakika utapatikana tu pale ambako ndipo mafanikio yatakapoanza nini kutokea. Hii hapa ni Red Pro Media. Please subscribe Red Pro Media. Share na watu story hii. Tukutane kwenye comment. Nisikie comment yako. Una mtazamo gani kuhusiana na kile kinachoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya watu wa Kongo? Naitwa Mr. Rekareka. Mr. Rekareka. Rekareka.